tumeitwa na Bwana, sisi ni uzao mteule, taifa la Mungu, jamii ya Yesu Kristo. Tumepewa utume kuwaambia wengine habari za wokovu, ili wamjue Yesu wapate kuokolewa. Tumepewa utume kuwaambia wengine habari za wokovu, ili wamjue Yesu wapate kuokolewa. Pamoja na Bwana nitakwenda zaidi ya kawaida. Nitatumia muda na mali zangu kwa ajili ya Yesu, kwa ajili ya maendeleo ya kanisa langu. Mimi nitakwenda kwa ajili ya... Kwa jina nafikiri mnanifahamu, naitwa Shaban Hassan Sadara, ni katibu kadhi BAKWATA wilaya ya Korogwe, lakini kwa leo ninakuwa kama katibu wa kamati ya imani kwa sababu niko kwa ajili ya Juma Rashid Mhina ambaye ndio katibu wa kamati ya amani wilaya ya Korogwe. Kwanza tunatoa shukrani kwa wageni wetu ambao mlialikwa kuja hapa, kwa sababu shughuli hii ya iftari imeandaliwa na kamati ya amani wilaya ya Korogwe kwa kushirikiana na ndugu zetu wa kanisa la Sabato. Hawa ndio walikuwa washiriki wakuu katika eneo hili. Lakini moja kwa moja nataka kutoa utambulisho. Wajumbe wa kamati ya amani, hebu wapunge mikono pale walipo. Mashehe, sio wajumbe wa kamati ya amani, naomba mpunge mikono pale mlipo. Na wachungaji, naona mchungaji Mbwambo hujapunga mkono pale ulipo. Hao ndio wajumbe wa kamati ya amani. Lakini pia tunaye mchungaji Catherine. Lakini mchungaji Catherine sio kupunga tu mkono, anatakiwa naye aongee kidogo, sababu ni mwanamke pekee. Karibu mchungaji. Assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya umoja huu wa kipekee. Kama unaungana na mimi, piga makofi, nasema asante kwa ajili ya umoja huu katika stendi ya Korogwe. Kabla sijasema lolote, naomba nitoe matangazo machache kama ifuatavyo. Sisi huwa tunasema fahari ya vijana ni nguvu yao. Lakini pia kuna dhana ya watu kwamba watu wa stendi ni watu ambao hawathaminiwi. Lakini sio kwa Korogwe bisa, na mwakani na kuhakikishia tutafunga mageti, ikiwezekana stendi nzima watu wa futuru. Bufezi itakuwa kila kona, vijana ya kwao, wazee wa kwao, mashehe ya kwao, wanawake ya kwao, mabinti zetu ya kwao, ili kuondoa ile tafrani ambayo tumeipata siku hii ya leo. Baada ya kusema machache, nirudishe maiki hii kwa MC namba 1 na namba 2. Asanteni sana na Mungu awabariki. Huyo ndio mchungaji Catherine, lakini bila kupoteza muda naomba nimuite mchungaji Mbwambo. Karibu mchungaji. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kamati yetu ya amani tunasema dini mbalimbali, alafu tunaitikia tunasema upendo na amani. Nikisema upendo na amani unasema dini mbalimbali. Haya, hebu tuende kama tumeelewa. Dini mbalimbali, upendo na amani. Jioni ya leo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo amekuwa pamoja nasi kuwezesha tukio hili kufanikiwa. Ni muombe mwenyekiti Osama kama yuko mahali fulani aje mahali hapa. Jambo hili ambalo limefanyika leo, nikiwa mimi na mwenyekiti Osama,
nilikuwa nasafiri ikaingia hapa ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo wakati tunaongea na mwenyekiti Osama, wazo likanijia kusema ya kwamba watu wa stendi na wao pia wanapaswa kupata futari, sio tu wale wa kule ofisini na wapi. Na wazo likaanzia hapo, tukaongea na mwenyekiti Osama, na hapo ndipo wazo lilipoanzia mpaka leo limekamilika. Na mshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kukubali sadaka hiyo. Lakini pia ni washukuru viongozi wa serikali, viongozi wa chama na viongozi wa eneo hili la stendi kwa namna ambavyo walipokea jambo hili na kuonyesha ushirikiano. Na kwa kweli kuanzia pale mpaka hapa tunahitimisha, walisema wako pamoja nasi tumeona ushirikiano wao. Nishukuru sana mashehe na wachungaji wenzangu kwa namna ambavyo mmeitikia wito tulipoomba ushiriki wenu mje mahali hapa, na imekuwa ni baraka ninyi kuwepo na jambo hili kufanikiwa. Bila kupoteza muda, na tamani niwaachie zawadi moja tu jioni ya leo. Wale ambao wako mbali au wale wanaokula, nina zawadi nyingine kama ambavyo tunasema dini mbalimbali, amani na nini? Pendo na amani. Niko na kitabu kimoja kimeandikwa Allah anataka amani. Amani ndiyo kila kitu katika maisha yetu. Tukikosa amani hakuna maendeleo. Tukikosa amani hakuna familia. Tukikosa amani hakuna ibada. Tukikosa amani hakuna masomo wanaosoma. Tukikosa amani hakuna kinachoweza kufanyika. Kwa hiyo amani ambayo tunaweza kuwaachia tena jioni ya leo kama kanisa la Waadventista wa Sabato na kamati ya amani ni kuwapa zawadi ya kitabu ambacho kinasema Allah anataka amani. Kitabu hiki tuliwahi kukigawanya tukiwa na shehe mkuu pale Tanga, na kitabu hiki binafsi nimebarikiwa kukisoma. Ninaomba mzee, kile kitabu kiko wapi? Hebu njoo, leta hilo box lote hapa. Kitabu hiki ni cha pekee sana na kimesomwa na kila mmoja, na niombe mwenyekiti ya katibu huko hapa, kitabu hiki utasoma kilichoandikwa hapo juu tu. Kitabu hichi kimeandikwa Allah anataka amani. Allah anataka nini jamani? Allah anataka amani. Amani ndio imetufanya tuwepo mahali hapa. Na anasema hichi ni chake. Niseme kama kanisa la Waadventista wa Sabato tunawapenda, na ndio maana jioni ya leo tumeona vyema tushiriki pamoja nanyi. Nianze kumpatia mwenyekiti wetu au katibu kitabu hiki rasmi, na nitamwomba mwenyekiti wa CCM Mheshimiwa Nyakusagira, hebu sogea hapa mbele. Ni vitabu ni vichache, hatutapata wote. Ukweli ndio huo, hatutaweza kuvipata wote. Lakini kitabu hiki ni ombi langu ya kwamba hata kama utakikosa leo, siku ukiniona ninapita hapa stendi niulizie. Nitahakikisha ninavitafuta. Nimeviomba kutoka Dar es Salaam siku ya jana, ndio vimefika jioni na vimekuja vichache. Ukikipata basi wewe umebarikiwa. Niombe watu wachache ambao watasogea hapa mbele kwa ajili ya kupata hizi kopi chache kutoka kwa mwenyekiti. Utaanza na katibu pale. Katibu, naomba uanze kuchukua kitabu hiki. Anataka amani. Wale ambao mko tayari kupokea, ni vichache sana. Kwa hiyo tunaomba mpange mstari hapa, anzie kwa mwenyekiti Osama, naomba usimame hapo. Hii kamati yako itapata. Kamati yako itapata. Baba wewe ni mwanamume, kapi pia. Wewe mwenyewe unasogea mbele ya Osama. Kamati ya nani? Shabangia.
Mungu tutapata, tunaamini tutapata, kila mmoja atapata kitabu chake. Tunaomba tuje kwa utaratibu hapa dakika hizi chache tumalizie. Amani ni kila kitu katika maisha yetu. Allah anataka kwa ajili ya kamati yako. Mpe na wewe hapo. Asanteni sana, muda wetu hautoshi, lakini basi wale ambao wamepokea kamati ya isogea kwa mbele ipate vitabu. Mwenyekiti Osama anaomba kamati yako kama wako karibu, mpe mama Muhina kitabu, mpe Allah anataka amani na mpe kwa vitabu kwa kazi aliyofanya, ili kingine Allah anataka amani imeisha. Asante sana. Nashukuru sana kutupatia kitabu ambacho kupitia kusoma kitabu hiki tunakwenda kuongeza maarifa. Ndugu zangu, tunaomba utaratibu. Osama, tunaomba chukua vitabu, utagawana na kamati yako baadaye. Tunaomba watu wote utulivu ili tuweze kuendelea na ratiba, kwa sababu tunaelekea mwisho sasa hivi. Tunahitaji kwenda kushughulika na swala la ibada ya saa 2 ambayo ni Isha, lakini pia tarawih. Tunamshukuru pia mama Muhina mwandaaji. Chakula kilikuwa kitamu na kizuri. Yawezekana kwa namna moja au nyingine ibada hii kwa kanisa la Waadventista wa Sabato yawezekana ni mwanzo. Dini iliyo safi ni kuwajali yatima na wajane, lakini pia wenye uhitaji. Katika kitabu cha Wagalatia anasema tunda la Roho ni upendo. Palipo na upendo kuna amani. Palipo na upendo kuna kuvumiliana. Yote haya sisi tunaamini kabisa yamefanyika kwa upendo, na Mwenyezi Mungu awabariki kwa ajili ya huduma hii ya jioni ya leo. Na kwa sasa ni dua. Naomba Mwenyezi Mungu inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mola wetu muumba mbingu na ardhi na vilivyomo, sisi waja wako tuko katika viwanja hivi, ardhi hii na maeneo haya, maeneo ambayo kihistoria ni siku ya kwanza kuanzisha kheri ya pamoja, kuja kufuturu, kuzungumzishana, kuambizana, kushauriana, jambo ambalo ndilo linalokuza amani iliyopo. Mwenyezi Mungu tunakuomba ubariki yale yote ambayo tumeweza kuyafanya kwa ajili yako. Mwenyezi Mungu, sisi waja wako ni dhaifu, tuna madhaifu mengi. Tunakuomba pale ambapo kuna udhaifu, Mwenyezi Mungu atukamilishie. Lakini pale ambapo pamekamilika, Mwenyezi Mungu tuzidishie.
lakini wenye magonjwa tunaomba Mwenyezi Mungu aondolee magonjwa yao. Na kwa sasa kwa mwezi huu mtukufu tulionao wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake kuna tiba. Kwa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ndani ya kufunga kunapatikana matibabu, tena matibabu yale ambayo yameshindikana kwa madaktari bingwa tulionao. Ramadhani ndio daktari wa mwisho. Tunaomba utulivu wakati kina mama, tunaomba utulivu kidogo wakati viongozi wakiagana na kuondoka. Itifaki lazima izingatiwe. Itifaki ni kuanza kuondoka kwa viongozi wetu wakuu. Pamoja na mheshimiwa mwenyekiti wa CCM Korogwe mjini akiondoka, lakini akisindikizwa na wajumbe wa kamati ya amani. Mwenyekiti, tunakushukuru sana. Mtaa wako uko katika mikono salama. Asante sana mchungaji kiongozi, mama yetu Catherine, asante sana. Uwepo wako na uthamini sana. Sheikh wangu Othman, asante sana. Katibu, asante sana. Nafasi yako tumeiona, lakini viongozi wale wakubwa ambao hatukuwagusa mmoja mmoja, mashekhe, maimamu, waalimu na wenyewe pia alhamdulillah tumetambua uwepo wenu. Viongozi wa mwenyekiti Osama hongera zake sana. Mimi ninaitwa mchungaji Julius Mbwambo, mchungaji wa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Korogwe. Leo tarehe 7 Aprili 2024 tumekuwa na mbaraka mkubwa wa kupata futari ya pamoja kwa watu wa hapa Korogwe, hasa kwa watu ambao wako stendi mpya hapa Korogwe. Tumebarikiwa kupata futari ya pamoja bila kujali dini zetu. Wakristo wameshiriki, Waislamu tumeshiriki pamoja nao, lakini pia kikubwa zaidi ambacho kimenibariki ni futari hii kuandaliwa na kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Korogwe. Awali ya yote ni washukuru watu wa kanisa la Waadventista wa Sabato, washiriki wenzangu na wale ambao wamechangia na kutoa fedha zao kwa ajili ya kufanikisha jambo hili. Tumekuwa na futari ambayo kwa kweli imegusa hisia na mioyo ya watu. Imani yangu ni hii, kwa sababu jambo hili ni jambo la heri, tusiishie leo na tufanye futari hii kila wakati. Inapoingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi tutoe sadaka zetu kushiriki na wenzetu, kama ambavyo tunasema na tunaamini ya kwamba sisi ni watoto wa baba mmoja. Itikadi zetu, dini zetu zisitutenganishe, lakini utu ni wa muhimu zaidi. Kwa hili lililofanyika hapa leo ni jambo la utu, kuonyesha ya kwamba sisi ni wamoja na ni watoto wa baba mmoja. Lakini jambo lingine ambalo limenitia moyo na kunifurahisha zaidi mimi kama mchungaji ni vitabu ambavyo vimegawanywa leo, vitabu vya aina tofauti, lakini kitabu ambacho wengi wamekifurahia na wamebarikiwa kuwa nacho na hata havikutosha na au hakikutosha ni kitabu cha Allah Anataka Amani. Amani ni kila kitu. Amani inaleta maendeleo, amani inaleta furaha, amani inaleta uchumi kukua, amani inasababisha ndoa zinakuwa na amani. Amani ni kila kitu, na ndio maana kitabu hiki kimekuwa cha baraka sana. Lakini pamoja na kitabu hicho cha Allah Anataka Amani, tumegawa kitabu cha Pendo Lisilo Kifani, tumegawa kitabu cha Jipatie Amani Moyoni, lakini zaidi tumegawa kitabu cha Tumaini Kuu. Maisha yetu yamejawa na huzuni. Mahali ambapo tunaweza kupata tumaini la milele na la kudumu ni kumtegemea Mwenyezi Mungu. Niite wito masaa haya ya kwamba kila ambaye atapata klipu hii ya kwamba tenda matendo mema bila kujali dini, bila kujali unamfanyia nani. Leo tumefanya kwa watu wa stendi ambao wanaonekana ni watu wa chini, wauza mikate, makondakta, watu wa bodaboda, watu wa bajaji, madereva, watu wa hali ya chini. Tumefanya hivi kuwatambulisha kwamba Mungu anawajali. Kitabu ambacho kwa kweli kimekuwa cha baraka sana katika futari yetu ya jioni ya leo ni Allah Anataka Amani. Allah Anataka Amani ni kitabu ambacho kinatuunganisha dini mbalimbali bila kujali ya kwamba wewe ni Muislamu au ni Mkristo. Amani inahitajika kwa Muislamu, inahitajika kwa Mkristo. Lakini kama ambavyo kitabu kinasema Allah anataka amani, hatukuumbwa ili tupishane na kugombana. Tumeumbwa ili tukae pamoja kwa amani. Na amani hata Yesu Kristo au Nabii Isa wakati anatoka hapa duniani anaenda mbinguni,
alisema amani yangu na waachieni. Amani ni jambo la msingi. Amani ikiwepo kwenye familia, maendeleo yanapatikana. Kwenye nchi, maendeleo yanapatikana. Amani ni jambo la msingi, kama ambavyo Tanzania ni kisiwa cha amani. Kwa wale ambao wamekosa vitabu hivi vilikuja vichache, na kitabu hiki kama ambavyo nimesema kimependwa na wengi. Wengi wameomba ya kwamba niwaletee vitabu. Watakapohitaji kitabu hiki, na wale ambao watanitafuta, wanitafute kwa namba yangu ya simu 0673 91 7734. Mungu awabariki sana.